Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha tunaendelea na mpango wa kuwabaini na kuwafikia vijana wanaoishi katika mazingira magumu mitaani. Lengo likiwa ni kuwapatia mafunzo maalum ya udereva, mafunzo yatakayowezesha kujiajiri au kuajiriwa. Mafunzo ya udereva kwa vijana hawa yatatolewa bure kwa kushirikiana na vyuo vya udereva ambavyo vipo katika mkoa huu wa Arusha. Na tumechukua vijana katika maeneo mbalimbali. Tumechukua vijana kutoka katika vituo vya kulelea watoto wenye changamoto ya malezi, lakini pia tumechukua vijana kutoka sehemu za kuegesha magari, lakini vijana wengine wanatoka sehemu za kuosha magari, lakini vijana wengine ni wale ambao wanatoka sokoni, wale vijana wanaotumika kubeba mizigo kwa wateja, lakini pia tumewafikia kundi hili la wapiga debe katika vituo mbalimbali vya daladala. Na baada ya kuhitimu mafunzo haya tutawasimamia, lakini tutawezesha kupata leseni na tutawasimamia katika hatua zote za upatikanaji wa leseni hii, na leseni hizi watazipata bure. Na ni imani yetu kwamba mafunzo haya ni chachu ya mabadiliko ya maisha yao kwa kuwaondoa katika mazingira hatarishi, lakini pia kuwaepusha katika vitendo vya kihalifu. Lakini pia kuwajengea ujuzi ambao utawawezesha kiuchumi na kimaendeleo. Najishughulisha na shughuli za kupakia mizigo. Niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa mkuu wa matrafiki kwa wa Arusha kwa hii fursa aliyotupatia sisi kama vijana ya kutuwezesha tuweze kufundishwa mafunzo ya udereva. Mimi binafsi na kila sababu ya kushukuru kwa sababu mimi sikuwa na matarajio kwamba nitakutana na fursa hii. Na wala sikuwahi kuwa na kwa chini nikafikiri kwamba kuna siku na mimi nitakuja kupata leseni ama kuna siku nitakuja kuendesha gari. Baada ya mafunzo na mimi atanisaidia pakubwa sana kwa sababu nitakuwa kwanza na ile kujiamini, kwa sababu nitakuwa na leseni yangu, nitaweza kuingia kuajiriwa popote pale kwenye makampuni, serikalini. Nimetokea katika kituo cha kulelea watoto yatima Kindness Children Care. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa polisi kwa kutupatia fursa hii ya mafunzo. Tutazingatia masomo kwa bidii ili tufanikiwe siku za usoni. Najishughulisha na shughuli za uoshaji wa magari. Tunashukuru kwa kupatiwa hii fursa. Kama mama alivyotuelezea kwamba ameamua kutufadhili, na sisi tumeipokea kwa mikono miwili hii fursa. Tunamwahidi kwamba tutaitendea kazi na tutakuwa waaminifu popote atakapotutuma na tutakuwa watiifu. Baada ya kupata haya mafunzo ninaamini yatanitoa sehemu moja kwenda nyingine. Mfano pale kazini kwangu nitaboresha kazi yangu na pia naweza nikatafuta hata ajira mbalimbali tofauti na hiyo nikajiongeza kipato. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.